Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Nasir Malik Hamadi, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Aisha Ali Haji, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Ilham Makame Ali, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Mariam Usi Muhammad, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar Suza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Salha Machano Hamis, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Rahma Manga Osman, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar. Kwa jina naitwa Yusuf Hussein Hamis, ni mwalimu mwanafunzi kutoka katika Chuo Kikuu cha Zanzibar. Leo hii tumekuja katika skuli ya Mwanakwerekwe High School kwa lengo la kuweza kuwahamasisha wanafunzi masuala mbalimbali. Kwa leo hii tutazungumzia juu ya swala zima la mbinu ambazo zinawawezesha wanafunzi ambao wanatarajia kujiandaa na mitihani yao ili waweze kuikabili mitihani yao na kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ningeomba usikivu wenu na muweze kunisikiliza kwa umakini. Mbinu ya mwanzo ambayo inawasaidia wanafunzi ili kuweza kupata kiwango cha juu katika masomo yao, mbinu ya mwanzo ni mkakati wa kusoma. Mkakati wa kusoma tunapaswa tujue, usiwe na wasiwasi kuhusiana na mbinu ambazo kuhusiana na namna ya usomaji wa mtu, kwa sababu kila mtu ana usomaji wake. Kwa jitahidi uwe na utafute uwezo wako binafsi katika kusoma. Uwezo wenu katika kusoma, au mtu mbinu gani na gani ambayo anatumia katika kusoma? Mfano ukikuuliza mbinu gani na gani ambayo unatumia katika kusoma, utajibu katika kudurusi kwako unatumia mbinu ipi na ipi? Unaitwa nani? Haji. Haji, katika kusoma unatumia mbinu ipi na ipi? Mfano kudurusu, kusoma, kuandika. Kwa hizo pia ni mbinu ambazo yeye anatumia katika kusoma. Mfano wewe mbinu zipi na zipi ambazo unatumia katika kusoma? Unaitwa nani? Yes, ya mwanzo kuhifadhi, nyingine? Yes. Asanteni sana. Sasa mbinu ya mwanzo ambayo inatumika katika kusoma ni kwanza kuandaa ratiba. Kwa jitahidi katika kusoma kwako uwe na nini? Na ratiba ambayo inakuongoza. Kwa sababu bila ratiba manake unakuwa huwezi kuyakabili masomo yako yote. Kuna baadhi ya masomo utakuwa unajihusisha sana na baadhi yao unakuwa kujihusishi sana. Kwa hiyo kwanza leo tunatakiwa tuwe na nini? Ratiba ya masomo. Kwanza leo tunatakiwa tuwe na nini? Ratiba ya masomo. Alafu kitu kingine tunatakiwa tujue nini cha kusoma. Kwa sababu kila somo unatakiwa ujue, japo kwa level zenu ni ndogo, lakini unatakiwa ujue kitu gani ambacho kama ni mwanafunzi unahitajika uweze kukisoma. Ujue mfano kwa kila somo, mfano hisabati, ujue mada ipi na ipi ambayo unatakiwa kuisoma. Kitu kingine ni nini? Kitu kingine ni wakati gani wa kusoma. Kikawaida ilivyo, unatakiwa kama ni mwanafunzi utafute wakati ambao ni mzuri kwa wewe ili kuweza kuelewa vizuri. Na wakati mzuri ni wakati, mara nyingi kwa wakati wangu mie ni wakati pale ambapo akili yangu inapokuwepo iko vizuri, ambao wakati huo na kwa mara nyingi ni asubuhi. Kwa hiyo na wewe pia tafuta wakati ambao kwa kweli na kwa nini ni vizuri katika kusoma. Alafu pia kitu kingine ni maeneo ya kusomea. Pia unatakiwa uangalie ni eneo lipi na lipi ambalo
kwa kweli litakuwa ni vizuri. Kwa kuna maeneo mingi ambayo unahitajika uweze kusomea ili upate kupata utulivu wa kusoma. Kwa mfano baadhi yao wanasomea sehemu kama hivi, mfano kisheni, sehemu nyingine kambi. Kwa lazima utafute maeneo ambayo yatakuweza kusaidia kuweza nini kusoma. Hiyo ni mbinu ya mwanzo. Mbinu ya pili ni mbinu ya kurudia kusoma ili uweze kuweka kumbukumbu ya muda mrefu kwa kile ambacho umekisoma. Unatakiwa ufanye nini? Utumie mbinu ya kumbukumbu, utumie mbinu ya kurudia kusoma, kwa sababu kitu ambacho nakisoma mara moja kama hakiwezi kukaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Uwe na mbinu ya kurudia kusoma. Na mbinu hii hapa, kwa nini tunatumia mbinu hiyo? Kwa sababu ya mwanzo tunatumia mbinu hiyo ili tuweze kukumbuka kile ambacho tumekisoma. Na hapa unahitajika baada ya kusoma utafute mfano buku au grafu sehemu, uanze kuandika kile ambacho umekisoma ili uweze kukikumbuka. Au unaweza kumtafuta mtu akakuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na kile ambacho umekisoma. Au pia unawezekana ukatafuta papers ambazo zinahusiana na ile mada husika ili kuweza kujitathmini, je, kile ambacho ulichokisoma una uwezo ukikumbuka kwa muda mrefu. Na mbinu ya mwisho ni mbinu ya kupima uwezo wako. Sisi hapa kila mmoja ana uwezo wake. Kila mmoja ana uwezo wake binafsi. Kwa hiyo usishughulike na wale watu ambao kuna kipindi, mfano ikifika kipindi cha mtihani inawezekana akamkuta mtu anasoma masaa 5, au kuna baadhi yao wakiwapo kambi, mfano form 2, anamkuta mtu anasoma kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Kwa hiyo angalia uwezo wako binafsi. Kila mtu ana uwezo wake katika nini? Kusoma. Na hapa vitu vya msingi ambavyo natakiwa vizingatie. Kitu cha mwanzo unatakiwa uangalie udhaifu wako katika kila somo. Kwa sababu tuna nini? Udhaifu katika kila somo. Kwa angalia somo lipi na lipi ambalo una udhaifu nalo. Halafu angalia msaada ambao utakaoweza kupata ili kuweza kutatua tatizo hilo. Kama kuna rafiki yako unaweza ukamfuata akakusaidia, unaweza ukamfuata. Au kama kuna mwalimu unaweza ukamfuata. Kwa hiyo hayo machache, hizo ni mbinu ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kusoma. Kwa machache ningeomba kusema asanteni sana kwa kunisikiliza. Ningeomba ikiwa kuna mtu ana ushauri, anahitaji kuuliza, anaweza akauliza. Kwa hiyo tumesoma nini? Tusomeni kwa sauti, tumesoma nini? Mbinu za kuweza kusoma. Mbinu ya mwanzo kuwa na nini? Kuwa na ratiba. Mbinu ya pili kuwa na muda wa kusoma. Mbinu nyingine kutafuta sehemu nzuri ya kusomea. Mbinu nyingine. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawatakia masomo mema na muwe na mitihani mema. Asanteni sana, shukrani sana. By summarizing about what I said in Swahili language, briefly, we talked about the best ways that can enable the learners, especially the students who are learning different subjects, so as to get the good performance in the subjects. So we touched about the strategies, the best ways, the excellent ways that can enable them so as to get the good performance in the exam and to get the exam success. Because of what? Everything needs strategies. If you want to get strategy, if you want to get success in an examination, or is right to perform very well in examination, you have to follow some rules. You have to follow some strategies. So we explained about
the sum of the strategies. And one was the study strategies. And these rules, you have this strategy emphasizes on understanding your own unique learning technique, your own unique learning style. Everyone has its own style. So as your learners, you have to understand, you have to recognize what is your own unique styles in terms of the learning. Because of what this can enable you to master your ability. And this ability can affect the exam success. Because of that, there are different ways that can enable someone to get success. So as your learners, you have to understand your own unique technique. And there are some of the techniques that can enable students to get the good performance. One among them is schedule, preparing your timetable. You have to prepare your schedule, your own timetable. Because of what? When you're learning something, you have to have your own timetable. Because of what? This can direct you to 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 care or to take. Just you are going to regard on your time. You're going to consider your time. Just you're going to have the discipline on your time. Everything's going directly because of what? You have your own timetable. So this is the first thing that you have to consider. And the second thing is to know which subject that you have to put more emphasis. Because of what? You have to consider which subject that you have weakness. So we explained about we explained also about you have to look on what kind of the subject that is you have to put more emphasis. For example, if you have weaknesses in mathematics subject, so try to put more emphasis on that subject. Because of what? A lot of us, we have familiars, we get used revising or we get used learning the subject that we do have familiars, that is very familiar for us, and not we learning the subject that is very difficult for us. So try to have familiar to learn the subject that is very difficult to you. Rather than learning, take more time to learn the subject that you have familiar with that. Because of that, yes, you are going to balance your own subjects. So this is a way that can enable us to get a good performance in our examination. And also we touch about revising strategies. And these strategies also we touch the things that is enable the student so as to get the good performance. And we explain in terms of what kind of the ways that you're going to revise and why these ways that can enable us to get a good performance. So we touched the different things about these ways. And also the last two ways that can enable us to get good performance, we explained that is the self-assessment strategies. And in these strategies, we touch about you have to understand what subject that you put more emphasis. You have to understand what is your weakness in a particular subject, and also we touched about which book that is easiest to you to understand, and also we touched about which kind of the which person that can enable you so as to give you as a hand or to be as helpful to you that can enable you to understand that topic. So for that, this is a briefly summarization about what we explained about our topic.